ya neema yetu ya Roho Mtakatifu. Leo tunamtafakari Roho Mtakatifu kama Mwana, kama chanzo cha nguvu. Roho Mtakatifu anafananishwa na chanzo cha mwanga wa kiroho unaoangaza akili na mioyo yetu, na ni njia tunayopaswa kufuata katika maisha. Nuru hii si ya kawaida, bali ya Mungu, inayotuwezesha kuona mambo kwa mwanga wa ukweli, kutambua mapenzi yake na kuenenda katika haki, ukweli na wema. Roho Mtakatifu huleta mwangaza katika akili zetu ili tuweze kuelewa mambo ya kiroho na kutambua ukweli wa Mungu. Mara nyingi akili zetu huwa na ukungu wa dhambi au mawazo ya dunia au ya binadamu, lakini Roho Mtakatifu hutufungua macho ya ndani ya roho zetu ili tuweze kuona mambo kwa jicho la kimungu. Roho Mtakatifu huongoza njia kama Mwana. Maisha yetu yanaweza kuwa kama safari gizani na isiyo na ramani. Roho Mtakatifu ni kama taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Zaburi 119:105. Roho Mtakatifu anatuonyesha njia sahihi ya kufuata, iwe ni katika maisha ya kiroho, katika maisha ya kawaida ya kifamilia, katika uamuzi wa maisha, au katika huduma mbalimbali katika kanisa na katika jamii. Yeye Roho Mtakatifu kama mwanga ni chanzo cha ukweli. Roho Mtakatifu ndiye Roho wa ukweli, hutufunulia mafumbo ya Mungu, anatufundisha kile ambacho Yesu alitufundisha na kusaidia kutambua tofauti kati ya ukweli na uongo, hata uongo unaofichwa kama ukweli. Katika ulimwengu wa sasa uliojaa habari na mitazamo mingi tofauti, Roho Mtakatifu anakuwa mwongozo wetu wa kutambua ukweli wa Injili na kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu. Yeye Roho Mtakatifu ni nuru ya imani yetu. Roho Mtakatifu hutuwezesha kuamini, na imani si kitu tunachojivunia au kujitengenezea wenyewe. Ni zawadi ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Anatufanya kuwa na imani hai na thabiti katika Kristo. Hata katika nyakati za mashaka na majaribu, yeye anatuimarisha, yeye anatupa moyo. Anatufundisha kutamani zaidi ahadi za Mungu na kutazama mbali kwa macho ya imani, sio kwa macho ya kimwili peke yake. Hii ni nuru ya imani. Hii nuru ya imani hutuwezesha kuishi kwa matumaini na furaha hata tunapopitia mateso. Yeye Roho Mtakatifu ni hekima ya Mungu. Roho Mtakatifu anatupatia paji la hekima, si hekima ya dunia, bali ni hekima inayotoka kwa Mungu. Hekima hii inatuwezesha kufanya maamuzi sahihi, kutenda kwa moyo wa huruma, haki na upendo. Wakati mwingine maisha huwa na vikwazo, lakini Roho Mtakatifu hutusaidia kutambua njia bora kwa mujibu wa mapenzi ya Mungu. Hekima hii huyafanya maisha yetu kuwa na maana, kuwa na tija, kuwa na utimilifu wa ndani, kwa sababu tunatembea katika mapenzi ya Mungu. Ndugu zangu, Roho Mtakatifu ni nuru ya kipekee ya mbinguni inayotufikia katika giza la maisha ya kila siku. Anaangaza akili na mioyo yetu, anaongoza dhamiri zetu, anatufundisha, anatuongoza, anatutia nguvu, anatupatia imani